Manara brother alikuwa ni katibu mwenezi wa CCM. Manara, muulizeni kilichomtoa pale wakao kamtimua nini? Wakati wa Jakaya alikuwa ameshafikia nafasi yenye heshima kubwa. Manara angetulia ndani ya CCM, sasa angekuwa labda waziri. Wallahi bila angekuwa waziri au mkuu, hata mkuu wa mkoa, au angekuwa hata mkurugenzi wa wizara yote, sababu uwezo nao wa kusema Manara, na shule kidogo kasoma, na dini kasoma kidogo, japo kwa ana elimu, lakini ana uelewa katika mambo yote ya dini na mambo ya kidunia. Manara alikuwa katibu mwenezi, kazi yake ikawa kushinda kutwa pale wanahitaji pale Magomeni pale nani, kwa hivi kule wanakulia milaa kule. Sawa, tuna kitu kimoja hivi. Juzi kati hapo vitu vilitrendi sana kwenye mitandao ya kijamii ni sauti za alikuwa msemaji wa Simba pamoja na Young Africans, na mzungumzia Haji Manara, ambapo walionekana kuwa snitch watu wake wa karibu, ikiwemo pia mabosi zake ambao wanafanya kazi, lakini pia alimsnitch pia moja kati ya msanii mkubwa kabisa hapa nchini, na mzungumzia Alikiba. Kupitia zile sauti ambazo zimesambaa, watu wakanamtupia lawama kubwa zaidi Haji Manara. Ni kweli kitendo alichokifanya amekosea? Kumsnitch Alikiba au tajiri wake? Wote kwa snitch. Alikiba ni maisha yake ni ya kawaida, ni kijana mwenzie, ni mtoto wa maskani. Sio muhuni, siwezi kumta muhuni Alikiba. Anaweza kuwa alikuwa anamzungumza kama vijana tu. Lakini kiukweli kumzungumza mtu kama GSM kwa mtu kama Manara, kwa sababu ni makosa. Labda nilizungumza kidogo kwa upande wa kiimani. Sisi Waislamu, Mtume anasema siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hatomwangalia kwa jicho la rehema watu wa aina tatu, hatoangalia Mungu. Mtu wa kwanza ni mtu anayependa kusema uongo, yani kiongozi muongo kwa watu wake. Watu wameshawatawala, unaweza kuwadhibiti kwa lolote, kike siku kuambia maneno ya uongo. Mtume anasema mtu huyo Mungu hatomwangalia kwa jicho la huruma na rehema siku ya kiyama. Mtu wa pili, mtu anayezini mpaka amefikia miaka 40, amevuka 40, lakini yeye ukimwambia mambo ya zinaa, mambo ya ulevi, mambo ya ufedhuli, basi anafurahi. Yule jana nimelala naye yule, kiboko. Lakini kisafika miaka 40 sio chini kama nini. Huyo mtu Mungu hatomwangalia jicho la huruma. Mtu wa tatu ni maskini jeuri. Yaani wewe ni maskini lakini huna nidhamu kwa watu wenye fedha. Watu waliokuzidi kiutajiri, kimamlaka, ni kosa kubwa sana kiimani ya Kiislamu. Sio wasujudie, kuwaheshimisha. Hata ukiwa mtoto mdogo kama wewe, kijana mdogo kama wewe, na utu uzima wangu lazima nikuheshimu. Ukifika kwangu lazima nisimame, nikunyenyekee, ili nionyeshe moyo wa akili na utu kwako. Yaani uonekane kwamba tajiri, mimi tajiri, huyu mtu anafaa kumpa kazi. Sasa kuna watu wajenga mimi maskini jeuri, si baba yake na tajiri. Wewe una akili wewe? Unaua familia nje unasema maskini jeuri? Lazima tajiri kuna namna ya kuishi naye. Ndio maana nasema tajiri anuniwi. Akisema neno hata baba mnacheka, mnasema simumzoee tu. Lakini maskini hata akisema zuri namwambia wewe fedhuli tu, weka kimya. Nini pesa? Sasa Manara, namtaja ndugu yangu Manara, kwanza historia yake ni mbaya. Sina ugomvi naye, lakini naeleza historia ya Manara ni mbaya. Wallahi na hapo kweli. Na ajirekebeshe. Manara sio mtoto, sio kijana. Unajua kuna umri wa ujana, watu watasema ujana ni nusu wenda wazimu. Umri wenu mimi hata nikukuta na mwanamke wewe nikikusikia umepigana, vijana tu wale balebu achana nao. Umeona? Lakini umri wangu sio nikuta napigana barabarani au nimelewa na pepesuka, utasema mtu ana akili kweli? Hata nyinyi vijana mtasema wewe mzee unajiaibisha tu wewe. Au sikia nimeoa mwanamke wa miaka 20, sasa mzee na mzinifu huyu. Sema huyo mwanamke ni eji yenu nyinyi. Manara brother alikuwa ni katibu mwenezi wa CCM. Manara, muulizeni kilichomtoa pale wakao kamtimua nini? Wakati wa Jakaya alikuwa ameshafikia nafasi yenye heshima kubwa. Manara angetulia ndani ya CCM, sasa angekuwa labda waziri. Wallahi bila angekuwa waziri au mkuu, hata mkuu wa mkoa, au angekuwa hata mkurugenzi wa wizara yote, sababu uwezo nao wa kusema Manara, na shule kidogo kasoma, na dini kasoma kidogo, japo kwa ana elimu, lakini ana uelewa katika mambo yote ya dini na mambo ya kidunia. Manara alikuwa katibu mwenezi, kazi yake ikawa kushinda kutwa pale
wanahitaji pale Magomeni pale nani. Kwa hivyo kule wanakulia milaa kule. Magomeni hapo bana hapo. Umeona Magomeni pale Mwembechai kwa chini huko. Lango la nani yeye. Unaona? Ndio alikuwa anashinda huko. Nini? Mambo ya ajabu, sitaki kutoa aibu zake. Na mstiri. Haki ya Mungu. Umeona? Mambo ya ajabu. Imefika wakamuondoa kwenye mamlaka yake ya usisimu. Wakamwambia basi imetosha. Acha. Kwa sababu unakizalilisha chama, sisemi ni chama kikubwa. Kina watu wenye akili na maarifa, watu wanakiheshimu ndani na nje. Acha, alikuwa anashinda Saigoni kule. No, sio Saigoni. Nitapakumbuka nitakuelezeni. Kwa hiyo watu walimshangaa sana Manara, nafasi hiyo aliyoipata, watu wanaililia, watu wanaloga. Wewe unafanya mzaa, katoka. Mara huku na huku nikamsikia Manara kaibukia Simba. Simba. Akaenda kazuza kwa bosi wake. Unaenda kupambana tajiri kama yule mtoto yule na nani wa Simba, Fadhili wa Simba. Mo, ukapambana na Mo. Alafu mwambie tu wewe sio tajiri. Kweli. Kwa hapo tu nikaona huyu Manara ana matatizo. Baya zaidi akawa na skendo Manara mara mkute msikitini mtolo kavaa kanzu na kilemba eti anahutubia Waislamu. Juzi nimeona kwenye hitima ya Sheikh Ali Basale. Anazungumza mla anawaambia Waislamu. Sasa kwa nini Waislamu naomba na sisi watu wa hovyo sana? Lazima tuseme ukweli, sisi watu wa hovyo kweli. Hivi kweli Wakristo wanaweza kuwa na ujinga namna hiyo wamchukue mtu kama Manara wanahutubia? Mnapomweka mtu mbele kuhutubia watu na maana ni kioo cha jamii, waige matendo yake na tabia. Manara ukienda kwenye wanawake yumo, Manara ukienda kwenye muziki unamkuta, Manara ukienda kwenye mpira unamkuta, Manara ukienda kwenye pombe unamkuta, ukienda kwenye bingwa kuona kuacha unamkuta. Sasa huyo mtu unamhesabu ni mtu wa aina gani? Anasoma ngapi? Kwenye sigara unamkuta. Sasa unajishangaa huyu mtu atumsemi vibaya, jirekebishe. Manara wa dini hapendi zinaa, ndio maana Manara dada zetu ndio maana anaoa. Anapaswa atafute mwanamke mcha Mungu. Haya mambo yanakuvua nguo kaka yangu Manara. Wallahi na hapa utanisamehe. Ni Muislamu mwenzangu, ndugu yangu katika imani, ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana wa kujieleza. Lakini mambo unayoyafanya yanatutia aibu hata sisi Waislamu. Kwa sababu wanakuita Waislamu wenzako wa Kariakoo, sababu siku hizi Uislamu na maeneo. Wewe ukiwa Kariakoo hata kama unakula pombe, unafuta bange, utaitwa tu kwenye maulidi, utawekwa kilembo, utaambiwa simama useme. Hawaangalii hilo unayofanya. Haya, wapi na wapi sasa? Kwa hiyo mtu anaiga anasema, mbona fulani kaitwa, tunakunywa naye bia, tunazini naye, tunavuta naye sigara, tunafanya naye na tumbaku kubwa, na mimi hata nikivuta nitaitwa tu kwenye maulidi nitasema basi. Kwa Uislamu baki ni fashion, Islamic fashion. Lakini inasemekana Manara alikuwa na jamii ambayo anaiamini, watu wake wa karibu. Walikuwa wanapiga soga. Huoni kama pana kosa kubwa kwa huyu ambaye ameamua kutoa sauti hizi ambazo ilikuwa ni siri yao na kama kumharibia hivi Manara? Kwa nini umseme bosi wako? Hiyo ni siri sawa. Kwa nini utengeneze kichini chini cha kumjadili bosi wako na watu wako wa mabaya? Unafiki. Unafiki shekhe. Mimi nikiwa wewe napata maisha kutokana na wewe. Haki ya Mungu tena. Nitafanya kazi kuliko ulivyonituma. Yaani nitafanya kazi ya Bwana kuliko nilivyotumwa. Ukimgusa GSM mimi ni mbogo. Atasikia GSM nimevunja watu meno. Ili bosi aseme kweli ni naye kijana anafanya kazi, anawajibika. Wewe bosi wako unamsema ovyo ovyo, tena unasema mambo yake binafsi. Mambo ya siri ya yeye na mkewe. Hiyo ni adabu kweli shekhi? Mwisho utakuja kusema kwamba nimemkuta bosi wangu mimi amelala juu ya kifua cha mkewe. Utakuja kusema. Na kwa nini mjadili bosi wako? La pili, nafikiri sasa ajifunze kutokana na jiografia. Hata hao aliokuwa nao. Kwa nini watu wao mambo? Ni kosa sana wamefanya. Kama ni mke wake aliyemwacha, huyo mama akatubu sana kwa Mungu. Kwa sababu binadamu ni siri. Wao wameshakuwa mtu na mume, hawalikuwa waziri, ni mtu na mke. Wameoana kwa amani, wameachana kwa kheri. Kwa nini ukamvue nguo hivyo mwenzie? Kwa hiyo wewe ulikuja kummaliza maisha. Kwa nini hata ile huruma kwamba huyu mwanaume nimelala naye kitanda kimoja, nimeshikilia tendo la ndoa, amenipa hiki, kanunulia hiki, kama tumeachana basi nimwache nisimfanyie haya mambo. Kwa nini umfanyie hayo? Huyu mwanamke alaaniwe na watu wote waseme amina. Wataalamu wa mambo waliosikia ile sauti wanamtetea kwamba yawezekana sio yeye, maana sauti inayosikika ilikuwa karibu na simu ilikuwa na rekodi ni ya mwanaume, kwa yawezekana ni marafiki zake mwenyewe Manara. Awe rafiki zake Manara, awe huyo mama, walaniwe na watu wote waseme amina. Kwa sababu hakuna kitu kibaya wallahi na hapa kama kutoa aibu ya mtu. Atakayemstiri Muislamu wenzake na Mungu atamstiri siku ya kiyama.
Yale unajua shehe, katika dini yetu kuna mambo ya kumstiri mtu. Mfano shehe, nimekukuta wewe unakunywa pombe. Hiyo ni dhambi ya wewe na Mungu wako. Mimi hainihusu. Simeelewa ndugu yangu. Kama mimi nakuhurumia wewe nitakwambia bwana Bala au bwana John, acha pombe bwana, Mungu apendi. Basi. Kama hutaki kuacha, mimi hainihusu kwenda kukutangaza.